Shule ya sekondari ya Makurumla kutoka manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award mwaka 2019. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kujifunza ujasiriamali wakiwa shuleni. Wanafunzi hutakiwa kubuni na kutekeleza miradi itakayowapa fursa ya kujifunza ujasiriamali, lakini pia kuwapa mguso chanya katika jamii inayowazunguka. Katika Uwezo Award mwaka 2019, shule hii ya Makurumla sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani bronze trophy, baada ya kuwa washindi wa 22 kati ya shule 100 zilizoshiriki mradi huu kutoka mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Katika mradi wa Uwezo Awards 2019, mradi wetu ulikuwa unajulikana kama Liquid Soap Production and Jik Production, ambao ulihusisha kununua vifaa vya usafi, na lengo lake ilikuwa ni kuweka mazingira bora na safi zaidi kwa ajili ya wanafunzi na walimu kutumia. Kilichopelekea kufanya mradi huu ni kwamba kuweka mazingira yetu katika ufanisi mzuri na ubora ili kuepusha magonjwa mbalimbali ya mlipuko. Kwenye upataji wa fedha, option ambayo ilikuwa rahisi kwa shule yetu ilikuwa ni kufanya study tour, yani wanafunzi kuwatoa nje ya shule. Kwa hiyo option hiyo ndio ilikuwa option pekee ambayo wana kikundi wote ambao walikubali, na ndio ilikuwa option rahisi. Kwa hiyo tukaamua kuwachukua wanafunzi kwa kuwapeleka kwenye study tour. Tuliwapeleka Bagamoyo. Kwa hiyo jumla wanafunzi ambao tuliwapeleka katika study tour ilikuwa wanafunzi 230, ambao kila mwanafunzi mmoja alichangia shilingi 10,000. Kwa ujumla tukaweza kupata shilingi milioni 2.3 ambayo ilitusaidia kuwezesha kufanya mradi wetu. Baada ya kuendesha ile shughuli ya study tour ambayo tuweza kupata shilingi milioni 2.3, fedha zile tuliweza kuzitumia. Baadhi ya fedha zile ziliweza kuendesha ile shughuli ya study tour, na pesa zingine zilizobaki tuliweza kwenda kununua vifaa vya kutengenezea sabuni na jiki, ambavyo baada ya kutengeneza sabuni na jiki tuliziuza. Baada ya kuuza tukanunua vifaa ambavyo vilienda kusaidia kishule. Vifaa hivyo vilikuwa vya usafi. Vifaa hivyo ambavyo vilikuwa ni mopa na squeezer, hizi zilienda kutumika kwenye kusaidia katika mazingira mengi ya choo. Je, walipata changamoto zozote? Tulipitia changamoto tofauti ambazo ilikuwa ni wanakikundi wenzetu katika kuchangia mada, na katika vikao vyetu participate walikuwa wachache, walikuwa mara waje mara hawaji, yani ikawa tofauti. Leo wanakuja, kesho haji, inakuwa hatuendi vizuri, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alitusaidia tukaweza kuendelea. Pia changamoto nyingine ambayo ilijitokeza ni muda, yani ulikuwa ni mchache kwetu, kwa sababu tulikuwa tuna vitu viwili kwa wakati mmoja. Ilituia ugumu katika kupanga mipango yetu kwa wakati, mpaka dakika ya mwisho ikafika kwamba hizo karatasi hatukujaza kikamilifu, mpaka wakaja kutusimamia wale walikuwa kuja kuchukua ripoti dakika za mwisho. Nilishiriki Uwezo Award Ceremony 2019. Kwanza tulienda pale kwa ajili ya tulienda kama kwa ajili ya kuperform, lakini hatukuwa na uhakika kama tungeshinda zile tunzo. Lakini Mungu alitufanyia wepesi, tukashinda tunzo tukiwa na nafasi ya 22. Kwa sababu tulijisikia furaha sana, kwa sababu hatukuwa na matarajio, kwa sababu sisi tulienda pale tukajua tukienda pale tutakuwa watu ambao wa kushiriki tu pale kama watu wa kuparticipate, lakini mwisho wa siku Mungu akatufanyia wepesi tukashinda. Tujisikia furaha sana, kwa sababu changamoto tulizozipitia zilitupa ugumu sisi wa kuamini kama tungeshinda. Wakati tunafanya mradi hatukuwa na imani kwamba tuna uwezo wa kuweza kupata tuzo, kutokana ilikuwa ni mara yetu ya kwanza kuingia katika Uwezo Awards. Baada ya kusikia kuwa tumeshinda, tulisikia furaha isiyo kifani. Jambo gani unajivunia kujifunza katika ushiriki wao katika mradi huu? Katika mradi wa Uwezo Award 2019 nilijifunza mbinu mbalimbali za ujasiriamali ambazo zinaweza kunifanya mimi nijiajiri na pia niajiri watu wengine. Kikubwa nilichojifunza kwamba
teamwork kwamba utoaji wa mawazo kwa watu tofauti tofauti, yani mnaweza mkakama hapo na jambo zuri na mkalifanikisha. Pia nimejifunza hata baadaye nikiweza kumaliza elimu yangu na kitu cha kufanya ambacho kinaweza kuniwezesha katika maisha yangu ya kawaida. Kuweza kujiajiri mwenyewe, kwa mfano labda nina uwezo fulani, labda nina uwezo wa kuchora, nina uwezo wa kuandaa mabango, yani nijiajiri mwenyewe kwa kutumia uwezo wangu binafsi bila kwenda kwa mtu mwingine au kuajiriwa na mtu mwingine. Kitu kikubwa nilichojifunza ni namna ya kujiongoza mwenyewe, kwa sababu Uwezo wa Awards kwanza tulivyoletea project tuliambiwa ni hiari. Kwa hiyo tulivyoamua kuifanya tayari tulikuwa tumejiongoza wenyewe na vitu vingi tulikuwa tunajadiliana wenyewe, tunatoa mawazo sisi wenyewe. Kwa hiyo jambo kubwa nilolipata katika Uwezo wa Awards ni umuhimu wa kujiongoza wenyewe. Na huu ndio ukawa mradi uliowapa wanafunzi wa Makurumla Sekondari ushindi katika Uwezo Award mwaka 2019.